Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mashuke. Kuhisi hali ya maumivu. Kuchomwa na kitu kitakachokuwa kinakupa maumivu mpaka sasa. Nguo kuchanika itakayokuashiria kupata hali ya aibu na kusononeka. Mtu usiyempenda atakuoneshea hali ya upendo. Mtu aliyerukwa na akili ataongea jambo lenye kukuhusu, ikiwa yeye anajiongelea mwenyewe. Ila ni taarifa kwako. Kudaiana na mtu kitu. Tatizo la mtu linaweza kuwa kubwa ikiwa hatopata ufumbuzi. Kuwasiliana na mtu wa mbali. Kuhitaji kurudi au kufika sehemu. Kumwona mtu akiwa mwenye mawazo. Utapokea taarifa nzuri yenye kukuhusu au kumhusu ndugu. Utafanya uadilifu kwenye jambo. Utapata njia ya kulirekebisha tatizo. Utahisi umemkwaza mtu katika mazungumzo. Utapata mkono wa pongezi na mshirika mwenzako. Mtu ataonesha hali ya kukujua sana. Utahuzunishwa na kitu. Nyota ya ng'ombe. Kupatiwa cheti au kitu ulichokuwa unakisubiri kwa muda mrefu. Kupata maumivu makali ya tumbo au chango nyakati za usiku. Utakubaliwa jambo lako. Mtu atakuulizia kitu tena ambacho hujakitekeleza. Kuonesha mapokezi mazuri kwa mtu. Kumkumbuka mtu uliyekuwa kwenye mahusiano naye. Kusalimika kwenye jambo fulani. Utaijua chuki ya mtu kwako. Utatamani ushirikiano na mtu uliyetofautiana naye. Utajutia kufanya maamuzi yanayokukosesha amani. Kuongea jambo litakalomjenga mtu. Utahitajika kuwa mvumilivu zaidi kwa matendo ya mtu. Nyota ya mbuzi. Kutamani kufanya uwekezaji. Kumshauri mtu kitu kinachofaa. Jitihada za mtu zitajionesha utakapompa nafasi. Kuhusudiwa. Utajitahidi kuitafuta amani na mtu wa karibu. Upotevu wa kitu muhimu unaweza kujitokeza. Unapaswa kuwa mwangalifu. Utauepuka mjadala fulani. Kuyazingatia mafundisho yenye kukujenga kiimani. Maneno yenye ujumbe fulani yatakufikia. Utaziona namba zinazojirudia. Ishara ya wepesi kuwepo. Nyota ya punda. Kufanya matumizi ambayo hukuyapangia. Mtu kukuelezea jinsi ulivyo. Kufurahikiwa na mtu. Kuthibitisha kitu. Kumtafuta mtu pindi utakapokuwa na shida. Kuelewa kitu kwa baadaye sana baada ya kuruhusu utulivu. Kupitia mkataba upya. Nyota ya simba. Kutumia kitu kidogo kitakachokuletea faida. Kuwepo kwa mazungumzo na jirani yako. Utakuwa na masuala muhimu ya kifamilia. Mtu atapoteza kitu chako. Kuhitaji upatanisho. Nyota ya mshale. Kufanya maamuzi ya haraka. Ni siku yenye mawasiliano mazuri kwako. Kuziepuka hila za mtu. Kufuata ulichoambiwa. Unaweza kupata habari njema. Kuhesabia siku ya jambo fulani. Utapatiwa mtihani mdogo na mtu. Nyota ya mizani. Kuendeleza kitu. Kutamani uwe juu zaidi ya mtu fulani. Unahitaji kuonekana na kupokea sifa nzuri. Mtu anapokusema vibaya anakuumiza moyo wako. Utakuwa mwenye ucheshi. Kujumuika na familia kwa hali ya upendo. Nyota ya mapacha. Bahati nyingine kukufikia. Utakuwa na mshikamano mzuri na mtu. Kudanganywa. Kumpatia mtu mchango. Kutafutwa na mtu uliyekuwa na uhusiano naye. Mipango yako ya kipesa itakuwa sawa. Kununuliwa kitu. Mtu atakuwa na wivu sana na wewe. Nyota ya ndoo. Jambo la mtu kulifanya kama la kwako. Utakuwa mwenye maamuzi mapya na mawasiliano mazuri. Kuonesha hali ya upendo kwa mzazi wako. Kukumbukia kumbukizi nzuri. Utakuwa na mtu anayekushauri mambo mazuri. Ndoto yako itakukumbusha kitu. Kulala kwa mawazo ila utaamka na nguvu mpya. Kumwelezea mtu umuhimu wa kitu. Nyota ya kaa. Kupendezwa na chaguo fulani. Hujihisi unyonge. Kuongea na mtu mgonjwa. Utatamani kupata kitu. Kazi yako itazungumziwa kwa uzuri. Kutoa maamuzi ya kitu. Utairudisha heshima au thamani ya mtu iliyopuuzwa.
kuhisi unapata mwelekeo mwingine wa maisha yako, kujaribu kitu zaidi ya mara moja, kupata ufafanuzi wa jambo muhimu, kutapeliwa, kuhuzunishwa na mtu, kupata taarifa ya msiba, kuhofia tatizo au changamoto ya mtu. Jambo zuri litakufikia kutokana na wito uliokuwa nao. Kutolea mfano kitu kitakachowachekesha watu. Nyota ya Nge. Kuacha kufikiria mabaya au kuziondosha hisia nzito zenye huzuni moyoni mwako. Kuikumbukia tarehe ambayo ya tukio maalum. Mtu kuishikilia nafasi yako kwa muda mchache katika kazi. Kuchubuka ulimi. Nyota ya Samaki. Matokeo ya kitu kwenda mbele na kurudi nyuma. Utamfanyia mtu maombi. Kutumiwa pesa. Kuacha kujiadhibu wewe mwenyewe moyoni mwako. Mtu ataonyesha upendo sana kwako. Utaulizwa jambo litakalokupa utata kujibu. Utafanya maandalizi ya kimya kimya kwa ajili ya mtu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.